Rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza, leo nataka nikufundishe na nikukaribishe kwenye Love Life Academy, sehemu ambapo utaweza kupata darasa la mahusiano ambalo hujawahi kulipata duniani kote. Mungu amenipa neema nifundishe mamilioni na mamilioni ya watu juu ya uchumba, mahusiano, ndoa, biashara, huduma, lakini pia na maisha ya kiroho na namna ya kutembea katika mvuto, katika thamani na kuwa nyota hapa duniani, lakini mwisho kuurithi ufalme wa Mungu kirahisi. Leo nataka nikufundishe. Ukiona haya, jua utaonekana kinyago, kituko, kitu kisichofaa hapa duniani linapokuja swala la mahusiano. Maisha ya watu wengi, wa dada na wakaka, wa mama na wa baba, hawajui siri hizi. Ndio maana wameonekana watu wa ovyo linapokuja swala la mahusiano. Lakini kumbuka wewe ni wa thamani na Mungu amekuumba kwa sura na kwa mfano wake. Soma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Haya mambo yaepuke. Cha kwanza, kuachilia mwili wako na kuharibu mwili wako na kuchezea mwili wako kwa watu ambao hawajakuweka kwenye ndoa. Watu leo wanaokataliwa, wanaodhalilika, wanaoumizwa, wanaoteseka, wanaochezewa kama mpira wa kiangazi ni wale ambao wanajiachia viungo vyao kabla ya kupewa ndoa, kabla ya kuoana. Leo umehonga mamilioni ya fedha kwa mwanamke, lakini hamjaoana. Mwisho wa mwisho utakuwa ni mzazi wa watoto wake na wazazi wake bila wewe kujijua. Dada, unaachilia mwili wako, viungo vyako. Utakuwa mama mzazi kabla ya ndoa na utatelekezwa. Kuna mamilioni ya wadada wengi walipendwa, walithaminiwa, walipewa kila wanachokihitaji kabla ya kularwa. Ila walipolarwa, wengine wakazalishwa, wengine wakabebeshwa mimba, wengine wakachezewa hadi viungo vyao kupoteza ule usichana. Leo wanaonekana kama takataka na matope. Leo nataka nikwambie, toka kwenye usingizi, thamini maisha yako, mthamini Mungu. Lakini kitu cha pili, kwa nini leo unachezewa kama mpira na takataka? Ni kwa sababu umemweka Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo mbali. Umemweka Yesu Kristo mbali kwenye maisha yako. Mwanadamu ambaye hamjui Yesu Kristo ni mwanadamu ambaye atachezewa, ataumizwa, atateseka, na hata kama aone kama anapata furaha, kama anapendwa, mwisho wa mwisho ategemee maumivu na kilio. Lakini unapomtanguliza Mungu, ukamthamini, ukawa mtu usiyekata tamaa, ukawa mtu usiyechoka, ukawa mtu unayejijali na kujiheshimu, utaweza kupata matokeo. Lakini kitu cha tatu, thamani yako umeiona kama takataka. Yani hujithamini, haulali vizuri, hauli vizuri, hauogi vizuri, haunawi vizuri, haujijali. Unaishi maisha machafu, hauzingatii thamani na muonekano wako. Ni nani atakaye kupenda? Kumbuka watu wanapenda vitu vinavyovutia kwenye macho. Wengi kabla ya kuingia kwenye moyo wanaangalia usoni. Sasa ukiwa umejiweka vibaya, unavaa nguo za vimini, nguo za uchi, nguo zisizovutia, nguo za ukahaba, utapata makahaba. Unavaa nguo mbaya kaka, unavaa milegezo, unavaa kihuni, utawapata wahuni na matapeli. Kumbuka wewe ulivyo ndivyo utavutia watu wa sampuli yako. Ukiwa mtu wa ovyo, unavutia vitu vya ovyo. Ukitengeneza thamani ya Kristo ndani yako, wale watu wa Kristo wataingia kwenye maisha yako. Lakini mwisho kabisa, ili uweze kushinda maumivu, mateso, vikwazo, kumbuka kuwa mtu mwenye msimamo na mwenye maamuzi magumu na sahihi. Kuna watu leo wamekuchezea miaka nenda rudi, lakini bado unajimimina kama mchuzi wa kuku. Kuna watu leo wamekuibia fedha yako yote ni kwenye uchumba, lakini bado unatamani kuhonga hata suruale, unataka kuhonga hata shati. Dada, unataka kujitoa hadi kuacha viungo vyako umwachie. Rafiki yangu, ni lini utaanza kujiheshimu? Mama wengi leo wanaumia kwenye ndoa ni kwa sababu walikosea kuoa na kuolewa.
Kaka wengi wanaumia leo kwenye ndoa sababu walikosea kuoa. Sasa nataka nikuulize, kwa nini bado unamng'ang'ania yule mtu ambaye amesema hakupendi, hakuthamini, hakuhitaji, amekuchuna we? Leo anataka kukimbie, lakini unamvuta kwa nguvu. Kaka amekuchezea kama mpira, mwingine amekuzarisha, lakini anakutukana, anakuona kinyago, anakuona takataka, anakuona matope, anakuona kitu kisicho na maana duniani. Lakini umenyosha mikono, umefumba macho, upo unatoa machozi ya damu, na unatamani unywe sumu kwa kitu kama hicho. Mwanadamu, usiporudi kwenye akili yako, usiporudi kwenye ufahamu wako, usipotambua kwamba yuko Mungu mbinguni, na mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, wala hakuna mapenzi, wala hakuna zinaa, ndipo utakuja kuumia hapa duniani. Kumbuka, wengi tunapokuwa hapa duniani huwa tunatamani tupate ndoa ili tuweze kuwafurahisha watu, ili watuone watu tupo kwenye mahusiano. Issue sio tu watu wakuone kwenye mahusiano. Issue si kusema kwamba mara umri wangu umeenda. Issue ni kupata kitu sahihi. Ukiwa hauna kitu sahihi, zaidi tu utadhalilika, kwa sababu utalea watoto mwenyewe. Kwa hiyo utakuwa single mom. Kuliko kuwa single mom na kubeba majukumu ambayo hayana, au kuwa na watoto ambao hawana baba au hawana mama, ni bora usimame, na wakati wako ukifika, Mungu ataleta milango ya baraka. Unachohitaji ni kutengeneza baraka. Hakuna baraka yote inayotoka tu bila kutengenezwa. Thamani utakayoweka kwenye maisha yako, kumheshimu Mungu utakako kuweka kwenye maisha yako, kumjali na kumwabudu Mungu utakako kuweka kwenye maisha yako, na kujiheshimu na kujithamini na kujiona kitu cha thamani, ndivyo watu watakavyo kuheshimu. Kumbuka, watu wanataka watu wenye misimamo, watu waolewaji au watu waoaji. Sasa ukiwa unajiweka ovyo, hujiweki kwa thamani, huvutii, kila kitu kitakuona takataka na matope hapa duniani. Kumbuka, lazima utoke usingizini, uamuke. Unaweza kupata ndoa kirahisi. Kumbuka, nina vitabu, nina ushauri na mamilioni ya watu wenye changamoto za mahusiano, changamoto za uchumi, changamoto za uongozi, changamoto za kiroho, changamoto za maisha ya kijamii, na kila sekta yote ya maisha, hata ya afya. Mamilioni ya watu wananitafuta, mamilioni ya watu wameona majibu yao, mamilioni ya watu wamemwona Mungu kwenye maisha yao. Usiache kututafuta. Mungu amenipa neema ambayo sikustahili, na nitakusaidia kwa jina la Yesu Kristo. Nawapenda in Jesus mighty name. Thank you for watching.